Nasema kwanza mtengeneze mtu aishi maisha yanayostahili kuishi binadamu. Moja katika nukuu nazozipenda sana mimi ni utangulizi wa ilani ya uchaguzi ya chama cha Afro Shirazi Party ASP. Ilani ya uchaguzi ya ASP ya mwaka 61 kuna utangulizi, tena ni ukurasa mmoja tu, umeandikwa na Mzee Karume. Mle anasema, anafafanua nini maana ya uhuru tunaoupigania. Anasema uhuru maana yake ni mtu kuishi maisha ya utu katika nchi yake, mtu kupata pato linalostahiki linalomwezesha kustarehe katika nchi yake. Uhuru maana yake ni kutokana na ujinga wa haja zisizokwisha. Hatujiulize leo tunavyoishi tunafikia hayo? Nani anaishi maisha ya raha mustarehe? Maana naipenda lugha ya zama zile. Mzee Karume anasema maisha ya raha mustarehe. Nani leo anaishi maisha ya raha mustarehe? Nani anaishi maisha yanayostahili kuishi mtu katika nchi yake? Nani anapata pato linalomtosheleza mtu haja zake? Nani anaishi bila ya ujinga wa haja zisizokwisha? Kila mtu nchi hii kageuzwa ombaomba, na kuomba, ndugu zangu, kunadhalilisha utu wako. Hauongo jamani? Hata kwenye dini Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalisema hili, pamoja na kwamba Uislamu umehimiza kutoa sadaka, lakini pia kasema unapoweza kufanya kazi, sababu swala la kuomba ni swala linalodhalilisha utu wa mtu. Leo ndani ya nchi sote, mkubwa mdogo, kike kiume, imekuwa maisha yetu ni kuombaomba tu. Nani anataka kuishi maisha haya? Lakini wakubwa wao wanaishi maisha ya fahari, tena wakali tulipotolea mifano yao. Kwa nini? Ana wivu, ana choyo. Choyo cha nini? Sisi kazi yetu ni kuwasemea watu, tutaendelea kuwasemea Wazanzibari. Makhalifa wa uongofu wa Islamu wametuachia mfano huo, kwamba wao walijinyima kwa sababu walikuwa wakiongoza watu maskini. Kwanza waweke mfano kwa wao. Leo tunaambiwa mapinduzi yameletwa kuondoa matabaka. Tuliulize, leo hakuna matabaka Zanzibar? Tena matabaka haya ni ya wenyewe kwa wenyewe. Mtawala na watu wake kwa juu wanaishi maisha ya kifahari ya kula, wakasaza, wakamwaga, wakafanya israfu. Wewe maskini ya Mungu anayekupangisha foleni, tena msikwambii wewe si wazalendo, hao CCM wanawatumia. Tunaishi hivyo, nchi ambayo Mwenyezi Mungu kaipa kila neema. Kwa hivyo hoja yangu wasema, haya watu wa Zanzibar yamewachosha, na ndio maana kila siku watu wanaikataa CCM na wataendelea kuikataa. Kwa hivyo hawa waliochoshwa na haya, tegemeo lao nini? Tegemeo lao nani? ACT Wazalendo. Ndio maana nasema tusifanye maskhara, tunadhima. Madam tumekubali kukiongoza chama hichi, iwe huku taifa mpaka tawi, manake sisi tumebeba dhamana ya kuwakomboa watu wa nchi kutokana na ujinga wa haja zisizokwisha. Haya aliyoeleza Mzee Karume mwaka 61. Kwa hivyo naposema chama hichi tukilinde, tukiimarishe, tukitetee, kwa sababu kwanza ni tegemeo la watu katika hilo la maisha. Hatupaswi kuendelea kuishi hivi, na hatuna sababu ya kuendelea kuishi hivi, sababu nchi hii Mwenyezi Mungu kaipa kila neema. Ilichokosa ni viongozi waadilifu.
Unapokuwa na watawala mafisadi, nchi Mwenyezi Mungu haitii baraka. Ndio haya tunaoishi leo. Kila unapopita watu wanalia kuhusu ardhi. Maskini za Mungu. Na tulivyokuwa tukisomeshwa, moja katika sababu kubwa za mapinduzi ni swala la umiliki wa ardhi. Leo Mzanzibari gani anamiliki ardhi? Kila siku ananyang'anywa ardhi tu. Tumefanya kampeni na mwenyekiti anakumbuka huyo. Eneo moja Sugu, kila pahala tulipokwenda, mnakumbuka kampeni zetu, wamesahau jamani. Tulikuwa mara hii tuna utaratibu, asubuhi tunasikiliza watu, ndio hicho kikao alichokitaja mzee wangu pale kwamba alikikosa paje. Jioni ndio mkutano wa hadhara. Kote Unguja na Pemba, majimbo yote tulipokwenda, swala moja limerudiwa kila pahala: migogoro ya ardhi, watu kunyang'anywa ardhi zao. Sasa anayenyang'anya Mwarabu? Maana tulilishwa kasumba hizi kwa miaka 60. Anayenyang'anya leo ardhi Mwarabu? Anayekuja kusimamia we akakunyang'anya haki yako ardhi si wakuu wa mkoa na wakuu wa wilaya na masheha na wakurugenzi wa halmashauri, kila mmoja mkubwa, na huko juu mawaziri mpaka juu kabisa huko. Hawa ndio walikuwa wakitulisha kasumba miaka na miaka. Mwarabu mbaya huyu, anayekunyang'anya ardhi leo Mwarabu. Wanaendalia nchi hii janga kubwa, sababu nchi zote duniani zimeingia katika misukosuko. Moja sababu kubwa ni migogoro ya ardhi, umiliki wa ardhi. Kwa hivyo ndugu zangu, la kwanza ni hilo, maisha yetu, maisha ya watu wetu. Watu katika hilo wanakitegemea ACT Kiwakomboe.